Kimvuli cha moshi wa vita unaotanda Mashariki ya Kati, silaha mpya, ndogo kwa ukubwa, lakini hatari kwa athari, imebuka na kuacha wataalamu wa kijeshi wa Marekani wakiri wazi ugumu wa kuizuia. Hii si ndege ya kivita ya kisasa wala kombora la gharama kubwa, bali ni droni ya Irani inayojulikana kama Shahed-136 drone, silaha ya bei nafuu zaidi inayodaiwa kugeuza kabisa hesabu ya vita vya kisasa. Kwa mara ya kwanza katika wiki za karibuni, maafisa wa juu wa Pentagon wamekiri kwa faragha mbele ya wabunge mjini Washington kwamba droni hii imekuwa tishio kubwa zaidi kuliko walivyotarajia hapo awali. Mkutano huo ulioongozwa na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth pamoja na mkuu wa majeshi ya pamoja Dan Kane, ambao waliwaonya wabunge kuwa mapungufu katika teknolojia za kupambana na droni yanaweza kuziacha vikosi vya Marekani na mali zake katika hatari kubwa. Kwa maneno ya mmoja wa watu waliokuwepo kwenye kikao hicho, alisema, na hapa namnukuu, "Mpango wa ulinzi haukuwa umejiandaa vya kutosha." Mwisho wa kunukuu. Itakumbukwa kuwa tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, vikosi vya Islamic Revolutionary Guards Corps vinadaiwa kurusha maelfu ya droni za kuripua kuelekea kambi za jeshi la Marekani na maeneo ya kidiplomasia kote Mashariki ya Kati yanayomilikiwa na Marekani. Ingawa mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani, hasa Patriot Missile System, imefanikiwa kuzidungua nyingi, baadhi zimepenya ukuta huo wa chuma na moto. Katika tukio lililotikisa jeshi la Marekani mwishoni mwa wiki, droni moja ilifanikiwa kupenya ulinzi katika kambi ya Marekani nchini Kuwait na kusababisha vifo vya wanajeshi 6 wa Marekani, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Kamanda wa United States Central Command Admirali Brad Cooper amesema mashambulizi hayo sasa yameenea hadi katika nchi 12 za eneo hilo. Katika tukio jingine la kushtua, Irani ilidaiwa kurusha droni 7 zilizolenga maeneo ya makazi ya raia nchini Bahrain. Kwa muonekano wa Shahed-136 si silaha ya kutisha sana. Ina urefu wa takriban mita 3.5 na umbo la pembe tatu, lakini ndani ya pua yake imebeba kichwa cha mlipuko kinacholipuka mara tu kinapogongana na shabaha. Kinachofanya droni hii kuwa hatari zaidi si ukubwa wake tu, bali uchumi wake wa vita, kwani droni moja ya Shahed hugharimu kati ya $20,000 hadi $50,000 tu. Hii ni bei ndogo sana ikilinganishwa na kombora la Marekani la kuidungua ambalo linaweza kugharimu mamia, maelfu au hata mamilioni ya dola. Kwa lugha nyingine, Irani inailazimisha Marekani kutumia pesa nyingi zaidi kupambana na silaha ya bei ndogo. Mchambuzi mmoja wa ulinzi kutoka Center for Strategic and International Study aliwahi kusema, na hapa namnukuu, "Irani inajua haiwezi kushindana na Marekani kwa ndege dhidi ya ndege au kombora dhidi ya kombora, lakini inaweza kubadilisha uchumi wa vita. Droni zinairuhusu kupiga zaidi ya uzito wake." Mwisho wa kunukuu. Kwa maneno mengine, Irani inatumia mbinu ya vita vya uchovu kulazimisha adui kutumia rasilimali nyingi kupambana na mashambulizi ya gharama ndogo zaidi, lakini ya mara kwa mara. Kadri mawimbi ya droni yanavyozidi kuongezeka, akiba makombora ya kuzuia mashambulizi ya Marekani inazidi kupungua taratibu. Pentagon imepeleka meli za kubeba ndege za kivita, ndege za kisasa pamoja na mifumo mingi ya ulinzi wa anga katika eneo hilo. Mkusanyiko mkubwa zaidi wa nguvu za kijeshi za Marekani Mashariki ya Kati katika miongo kadhaa. Lakini changamoto ni moja tu. Drone hizi zinaweza kurushwa kwa makundi makubwa kutoka nyuma ya maroli au maeneo yaliyofichwa. Hivyo kuzitambua na kuzizuia zote kwa wakati mmoja kunakuwa ni kazi ngumu zaidi. Katika hatua ya kushangaza kidiplomasia na kijeshi, Marekani sasa imeomba msaada kutoka nchini Ukraine, taifa ambalo limekuwa mstari wa mbele katika vita vya droni tangu uvamizi wa Urusi mnamo mwaka 2022. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitangaza kuwa Washington imeomba teknolojia maalum za kupambana na droni za Iran. Katika miaka 4 ya vita vya Ukraine, wahandisi wa Kyiv wameunda mifumo ya laser za kupambana na droni inayoweza kugharimu hata $1,000 tu, nje ya bei nafuu sana kulinganisha na makombora ya kisasa. Zelensky aliandika katika ukurasa wake wa X,
Na hapa namnukuu, tumepokea ombi kutoka Marekani la msaada maalum wa ulinzi dhidi ya shahidi katika eneo la Mashariki ya Kati, mwisho wa kunukuu. Licha ya changamoto hizi, ikulu ya Marekani inasisitiza kuwa Irani inaendelea kupoteza nguvu kabisa. Msemaji wa White House Anna Kelly alisema katika taarifa yake, na hapa namnukuu, utawala wa Irani unavunjwa kabisa. Mashambulizi yao ya makombora yanapungua kila siku. Jeshi lao la majini linaharibiwa, uwezo wao wa uzalishaji unaotekelezwa na makundi ya washirika wao hayatoi upinzani mkubwa, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, uhalisia wa uwanja wa vita unaonekana kuwa mgumu zaidi, kwani kinachoonekana sasa ni mwanzo wa zama mpya za vita ambapo droni ndogo na nafuu zinatengenezwa kwa wingi zinaweza kubadilisha mizani ya nguvu duniani. Na katika uwanja huu mpya wa mapambano ya teknolojia,